Bila shaka karibu katika sehemu hii ya pili ambapo tutakuwa tunazamia masuala yanayofungamana na siasa na vile vile kuangalia mustakbal wa taifa. Nikizungumzia mustakbal wa taifa, tutakuwa tukiangazia masuala mbalimbali ambayo yamekuwa yakijiri humu nchini. Ni wiki hii ambapo tumeona masuala kadha wa kadha ambayo yamejitokeza. Tutakuwa tukiazamia kuyajadili, kuyadadavua kwa undani masuala haya yana maana gani hasa katika siku za usoni na siku ambazo zitakuwa zinakuja mbeleni. Nikizungumzia swala la hapo jana ambapo Rais William Ruto alikuwa katika kongamano la pili la elimu humu nchini. Katika kongamano hili alizungumzia masuala mengi sana. Alizungumzia masuala ya kukumbatia dijitali, masuala ya kugeukia dijitali ilikuwa ndicho kigezo cha kuweza kutathmini hali ya elimu iko vipi. Lakini katika kuangalia dijitali pia kuna mapungufu yaliyojitokea, na aliyazungumza kwa mapana kwamba Kenya hii inapoteza shilingi bilioni 1.2 kwa mwaka kutokana na wanafunzi hewa. Wanafunzi hewa hawa ni 887,087 hao wakiwa katika shule za sekondari, 800,000 wakiwa katika shule za msingi, na vile vile kuna shule hewa 200 hadi 240 ikiwa Kenya ina wanafunzi milioni 11 kwa jumla. Ndivyo hizo takwimu zinavyojionyesha. Kauli hizi za rais zinapotolewa zina maana gani kwa taifa, hususan kuhusiana na masuala haya? Niwape fursa ya kujitambulisha kabla ya kuingia katika mjadala huu. Kaka, nikupe fursa ujitambulishe na tuzamie mada. Asante sana kwa fursa hii ya kuja kujadili mambo yanayohusu Kenya hii na wananchi wote. Jina langu ni Steven Ngari Makindu. Kwa mara mingi mimi ni mwanabiashara, lakini pia niko kwa board ya Communications Authority kupitia uteuzi wa rais, na tunashukuru kwa haya. Asante. Shukrani sana Bwana Suleiman. Asanteni kwa watazamaji na asante kwa mwaliko. Kwa majina naitwa Haji Omar Mohamed na ni mkaji wa Langata, na nimezaliwa Langata na nimeishi Langata, na sasa nawania ubunge Langata inshallah bi'idhnillah Mungu akitujalia. Na leo nimekuwa kwa sekta ya masomo kwa miaka 12 na nimeufahamu kabisa haswa mambo ya elimu tuko upande gani kama nchi. Asante sana kwa utambuzi huo Haji. Na Steven, karibu sana. Steven, nianze nawe. Kukiri, wacha niseme ni kukiri kwa rais kwamba tunapoteza bilioni 1.2. Kwako wewe kama Mkenya, kabla kufikiria uteuzi wako, maana yake usiuangalie uteuzi wako, kama Mkenya tunapoteza bilioni 1.2, inamaanisha nini? Na ni sekta ya elimu, sekta muhimu na nyeti nchini Kenya. Hilo ni swala la kujadiliwa na kuangaliwa kwa makini, lakini naweza kusema kwamba rais inachukua mtu ambaye ako na ujasiri mkubwa sana, mtu kukiri kwamba kuna hii gap ama upungufu fulani katika sekta ya elimu. Na tunajua vizuri sana tuko na rais ambaye anaweza kuongea ukweli hata wakati saa nyingine inakuwa ngumu kwa watu wengine kukubali ile ukweli. Na ni vizuri tukubaliane ya kwamba mfumo wa elimu ama elimu ya Kenya haijaanza na Mheshimiwa Rais William Ruto. Ni maneno ni mambo ni sekta imekuwa ikikua kutoka independence, even before independence tumekuwa na mfumo wa elimu. Na wakati Mheshimiwa Rais ameingia mamlakani, amekuwa kipaumbele kuangalia advancement ama vile elimu itaendelea. Kwanza kumbuke ya kwamba wakati tulikuwa na CBC, wakati ililetwa ilikuwa na changamoto mingi, na yeye hakuogopa kuface zile changamoto, alikumbana nazo. Na leo siku hizi tunajua tuko na mfumo wa CBE ambao sasa utatambulika na unaendelea kuimarishwa na serikali ya Kenya. Lakini umeuliza mambo ya haya maneno ambayo alivumbua, yeye alikiri akasema kuna hii changamoto. Hii changamoto haijaletwa na serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Ni changamoto imekuwa kutoka wakati serikali za Kenya zilianzishwa. Wakaekuwa hatuna system ama hatuna njia ya kutambua wanafunzi wale wako, walimu wale wanafaa, madarasa ama shule zile zinafaa. Na yeye akasema mimi nimeona kuna hili changamoto na kuna hii shida, na yeye akasema ako tayari
kutatua lile shida. So shida ya Wakenya saa ingine hawataki kuambiwa ukweli. Mtu akikuja kuambia haya, wewe uko mgonjwa leo, unaweza kusema kwa nini hukuniambia jana, hukuniambia juzi? Lakini even tukitaka kukua watu ambao tunaangazia ukweli, solution ama kupata tiba ya kitu ni kukubali. Rais anatuleta mahali ya kukubali kwamba tuna hili changamoto, amelijua, na ako na njia, na alipeana solution. Akasema njia ya kwanza ni kudigitize, kuweka nakala na data za Kenya katika mfumo ya digital, ndio tuweze kuverify information. Mimi kama ningekuwa mtu ambaye ako kwa opposition for example, ningekuwa nafurahi sana, kwa sababu tumekuwa tukisikia watu ya upinzani wakilia, wakisema kuna shule badia, kuna shule ghost schools nazo zatumika kama polling station. Mheshimiwa Rais mwenyewe amesema amejua kuna hizo ghost schools na ako na solution ya kumaliza hizo ghost schools. So kwa nini wale watu ambao sisi tunachangia mambo ya elimu tusifurahia kwamba tuko na rais ambaye anasema hapa iko shida na mimi niko tayari kuitatua? Nitarudi na swali lingine. Kwanza baadhi ya kauli zako. Haji, nimeona umefurahia baadhi ya kauli zako. So kweli unajua, umezifurahia ama umezihuzunikia? Unafurahi na at the same time kwa wakati huo unasikia huzuni. Unajua kwamba tumefika kiwango ambacho kipenge hichi cha elimu kinaingizwa siasa kwa wingi sana. Unajua bwana, tukue serious, lazima tukue makinifu. Hii elimu haifai kuwa hata kuingizwa kwa upande wa siasa. Umeelewa? Elimu ni kitu muhimu sana kwa nchi, hasa sasa kwamba dunia nzima imefunguka. Unajua wakati watoto wengine ambao tunafaa kuingiza watoto wetu kwa kiwanja washindane kibiashara, unapata nchi zingine watu wanafundisha watoto mambo kama teknolojia, AI, mambo kama haya. Unaona? Watu wamesonga mbele kwa upande wa kufundisha watoto wao na elimu na kuwapatia wale watoto vipaji na kuhakikisha kwamba wana uwezo wa kufanya mambo baada ya kusoma, si tu vyeti. Umeelewa? Na kusema kweli ni mbaya. Hata sasa ukiangalia data baada ya high school sasa 2 out of 10 students, wanafunzi 2 pekee ndio wanaendelea baada ya high school. 8 wanakaa nje, wanaingia wanapaswa kufanya nini barabarani? Ushaona? Kusema ukweli lazima tujizatiti. Kusema ukweli lazima tujizatiti, kwa sababu it is very alarming. Tunasema tunataka kwenda Singapore. Hata mimi nataka tuende Singapore, lakini kusema ukweli kama tunaendelea na elimu ambayo tuko nayo ni vigumu sana, kwa sababu hiyo Singapore tunaongea kila mtu ana degree yake na masters, ndio wanaangalia kwamba kila mtu ajikaze aingie kwa masters. Sasa ukiangalia level yetu ya education kulingana na majirani yetu tuko poa, lakini tukilinganisha na dunia yote ambayo ndio kiwanja sahihi ya biashara, vile dunia imefunguka, vijana wetu wako kwa disadvantage kubwa sana ya kuweza kuwa na yale Haji, naam. Serikali inakuwa rahisi kivipi kwa shilingi bilioni 1.2 kupotea na pia kusajiliwa kwa wanafunzi 8,870,000 wote hao wakiwasajiliwa katika mfumo wa NEMIS? Hao ni wanafunzi karibu 900,000 ndugu yangu Suleiman. Kuna vijana, jana uliangalia habari ya usiku, kuna msichana maskini hajaripoti shule na amepita, yeye ndo alikuwa akiongoza kwa darasa yake. Leo hii hako nyumbani kwa sababu hana uwezo wa kulipa. Unaelewa? Lazima tuangalie kiungwana. Hata mimi sitaki kuweka siasa mbele. Lazima tuangalie hii kitu in a way kwa watu wanadhurika, na vijana ambao wanadhurika watazidi kuzama kwa umaskini. Umeelewa? Tunafaa tu support na tuwasaidie hao ambao wako chini kuhakikisha wao wasome, waweze kufaa familia zao baadaye. Umeelewa? So kuna shida kubwa sana. Na ukiangalia hiyo pesa ikienda, ndugu yangu, hiyo ni pesa nyingi. Tunaongea wakati kama huu ambao walimu kwa mfano hawajalipwa kuanzia Disemba ile ya walimu wale examiners wa KCSE hawajalipwa mpaka leo. Tunaangalia wakati ambao walimu pia wanalalamika mambo ya SHA. Wanasema wanapatiwa allowance 1,200, wakifika pale 1,000 imekulwa na consultation, 200 ni ya Piriton wanasema. Unaona? Wakati huo unapata kwamba walimu wa JSS wako on strike. Umeelewa? Interns more than 2 years hawajakonfirmiwa. Na wakati huo serikali inasema kuna shortage ya walimu. Na hao walimu wanaomba ajira.
Umeelewa? Wanalipwa 14,000 to be honest, wakati kama huu mali kama Nairobi 14,000 haiwezi kujikimu. Umeelewa? Motisha ya walimu iko chini. Kama tunataka walimu waweze kufurahisha hawa wanafunzi na kweli tuwe na elimu ambayo itatufaa kama nchi na uchumi wetu, lazima hawa walimu wakuwe na motisha. Na ndio maana ukiangalia hata patron wangu kina Babu wakienda kitangaza kila mali, sisi Linda Mwananchi tunaangalia sana kwa upande wa elimu. Kila mali tunataja ule mama bodaboda atasomesha mtoto wake aje. Ukisikia kila saa speech, kila mahali tukienda, story ni kwa mambo ya elimu. Elimu, unajua tunaweza jenga viwanja vya michezo, tunaweza fanya barabara na nini, lakini mwishowe hawa wanafunzi jameni, tutawaachaje wakiwa hawana maendeleo baada ya kusomea high school? Tunawatrain nini hasa? Kuwashikilia mpaka nusu na kuachilia haifai. Tunafaa kuhakikisha kwamba kweli hata haya serikali kusema kweli wanatia bidii, but kuna mambo mengi sana ambayo hawazingatii. Na unajua elimu inafaa kuhakikisha kwamba iko sawa kila upande. Na TVET ndio iko na nia safi, lakini tuhakikishe kwamba pia hata serikali kiajiri iseme kwamba pia watakubali hayo madiploma, si kwamba wanaitisha degree. So kusema kweli kuna alignment nyingi sana inafaa kutiwa. Na shida kubwa pia Suleiman, lazima tuangalie ni kwamba pia yale pesa zaidi watu inapaswa walipo, wanaita development fees, sijui nini kwa fees. Hiyo ndio tutakuja kulizungumza. Naona nataka kureact kwa mimi nataka kuchangia. Lakini saa nyingine unapata wale watu wako kwa opposition. Ukimuuliza swali ajibu swali, anaingia kwa mambo ya siasa. Ndio. Na analeta mambo sensation, ile mambo itakasirisha wananchi bila kuchangia ukweli wa hali ama maneno ile tunaenda kuongea. Kwa mfano, si ukweli kwamba atikati ya watoto 10 wawili ndio wanaenda mbele. Ukiangalia transition ile watu wanatoka tuseme primary school wakienda secondary, kwa sasa tuko 99%. Ndio utakosa hiyo 1% kama ile ilikuwa kwa TV jana wanasema huyu mtoto hajaenda shule, but tunajua 99% wametransit wameenda kwa senior secondary school. Ngoja kidogo, kwa maneno ya mambo umeuliza mambo ya 1.2 billion. Na ni vizuri turudi hapo. Ndio. Lazima tukubali kwamba tuko na software ina run kwa Kenya, si kwa rais, si kwa watu wakubwa wa serikali, kwa Wakenya wote. Kwa sababu nani anaweka wanafunzi badia? Ni rais. Nani anaweka mashule badia? Ni rais. Hapana, ni Mkenya. Labda kwanza unaweza pata ule Mkenya ameweka wanafunzi badia ni mtu Linda Mwananchi, ama ni mtu ya sijui opposition gani. Kwa lazima tukue honest, turudi kwa Wakenya, software ile inaturani kutoka wakati wa independence. Ndio tunafaa tubadilishe, kwa sababu watu wengi wanaamini ya kwamba ndio uweze kupata mali lazima uibe. Ndio kweli. Na lazima tutoe hayo mafikra ya kwamba lazima mtu afanye kazi na aweze kuenda mbele. Ameongea mambo ya advancement education. Hakuna mtu Kenya hii kutoka independence amekuwa categorical na purposeful, amesukuma hiyo hoja vizuri kama rais hivi. Alileta maneno ya TVET. Unajua TVET inasaidia mtu kusoma technical courses ama ile course ambayo itakusaidia kwanza wewe kujiajiri na ama kuingia mambo ya teknolojia ama kujenga taifa. Kama sisi sasa tunaenda kukua the second world country, ama wale wako katikati tukienda kufika developed country. Ndio tuende hiyo Singapore, tunahitaji mafundi wengi, hatuhitaji managers na watu ya degree na nini. Na mimi niko katika sekta ya serikali. Sio kila wakati unless watu wa serikali wanatafuta managers, utasikia unataka kuwa na degree. Ningekuuliza kitu utaitishwa diploma, juzi katika certificate. Steve, yes. Katika bodi uliopo, yes, umechapisha ajira karibia 15 miezi miwili ya nyuma hapa. Yeah. Na zote zilikuwa zinatafuta watu wa degree. Na hizo 15 zilikuwa za wale tunaita managers. Lakini tulikuwa na zingine kama 30 zenye zilitangazwa na zinataka kutoka certificate kwenda diploma.
na ukitaka kuingia hata kwa mtandao utaangalia kuna hizo, lakini lazima tukue na wafanyikazi wengi na managers kidogo. Hatusemi degree ni mbaya, hatusemi masters ni mbaya, lakini tunasema pia tunahitaji mafundi, na sio kila mtu, na rais alisema jana, sio kila mtu ambaye haja qualify kwenda university ati ni mbaya, ati hana akili timamu, ati si mwerevu. Mimi kuna mtu ambaye ameenda KMTC, ameenda TVET, they are brighter than ule ameenda university kufanya sociology ama kufanya anthropology. Lakini yeye ameanza kufanya masonry, ama ameenda ufundi, ameenda electrical engineering at the diploma level. That doesn't mean that huyo mtu ni sio mwerevu kama ule alienda university. Lakini ni mtu amechagua njia ya kujiendeleza yenye ambayo inafaa. Na ndio Kenya ifike Singapore. Na mimi nakwambia itafika tu Singapore. Lazima tu empower ama tuwape nguvu TVET colleges. Ndio wataweza kuimarisha sawa. Nimeona nyote mmezunguka kwenye haya maswala, lakini kuna swala nyeti hapa. Kuna mfumo. Wewe ni mtu wa mawasiliano. Kuna mifumo ambayo mnasaidiana na serikali katika kuhakikisha mifumo hii inafanya kazi kama watu ambao mko chini ya Wizara ya Mawasiliano. Nikizungumzia mfumo wa NEMIS. Sasa hizi serikali ya Kenya Kwanza inaenda mfumo wa KEMIS kutoka NEMIS. Mfumo wa NEMIS, kumsajili mwanafunzi ulikuwa unahitaji kuweka kwanza cheti chake cha kuzaliwa, kitambulisho cha mzazi, kuweka nyumba yake anaishi wapi, na hili lilikuwa linafanywa na walimu wakuu. Hili ni jambo ambalo rais amesema imekuwa ikipoteza bilioni 1.2 katika miaka mitatu yake amekuwa serikalini. Mpaka sasa hivi unataka kunambia hajajua ni kina nani ambao kwa kiendeleza michezo na kutochapa mijeledi? Na alisema ya kwamba anajua, na akasema yeye alisema kila mtu alipe pesa kupitia e-Citizen. Walimu wakuu na mimi nasema tena, unaweza pata hao watu ni watu wa opposition. Walimu wakuu wakaenda kotini kupinga serikali isifanya mzazi kulipa kupitia e-Citizen. Lazima tukubali teknolojia. Lazima tukubali teknolojia ifanye kazi kwa sekta ya elimu. Na lazima pia tukubali watu wakuwe responsible. Kama mwalimu mkuu ataenda sajili fake students, aseme huyu cheti chake ni hii, ametengeneza ndio hii, ameenda River Road ama mahali ingine ametengeneza, wakati system ambayo sasa rais alisema ameambia Konza Technopolis watengeneza system ambayo itaweza ku capture all the details. Sasa hapo ndio tutashika wale wezi, hapo ndio tutashika wale wakora, na hapo ndio watapigwa mijeredi ya kisheria. Asante. Ndugu yangu, acha nifahamishe kwa ufupi. Kusema ukweli, ni kweli kitu anasema kwamba wanafunzi wetu wako na kipawa, na ni watu ambao fikra zao na akili yao iko timamu kabisa. Wakipawa chance na wasaidiwe kweli kuimarika kimasomo, watafika mbali sana. Si kwa upande tu wa kukimbia tutakuwa tunaongoza duniani, bali pia kwa upande wa kimasomo na kikazi tutaimarika. Na ninataka nimweleze kitu moja. Kitu moja ni kwamba watu hawasemi kwamba rais ndio shida. Serikali, kama vile mimi naongea, ni kwamba serikali kwamba hiyo issue yote hii si rais mtu mmoja. Kuna upande wa wizara wa masomo, kuna watu wengi kama unasema hao viongozi wa mashule, hao ndo wanaangaliwa. Kusema ukweli, mimi nimeongea na walimu wengi wanasema kwamba wanadhulumiwa, na wakisema wanapigwa transfer. Ushaona? So kuna mambo mengi sana. Ni kweli mambo amesema mengi, lakini kitu moja nataka nimfahamishe ni kwamba kitu nilichosema kwamba wanafunzi 2 pekee ndio wanaendelea kusoma. Hii ni data ya KUPS. Kuendelea wapi? Umeelewa? Hii ni data ya KUPS kwamba wakimaliza high school kuendelea kama ni diploma ama degree ni 2 pekee. Unaweza kuchukua Google tu muulize. Angalia tafadhali. Bila shaka ni swala ambalo tutaangalia ukweli wake, tuta fact check na nyinyi kabla tuondoke, ili tuweze kulijua kwa kweli kama ni kweli anayoyasema Haji ama itakuwa tu ni takwimu amezibuni yeye mwenyewe. Tutayajua hayo, lakini kwanza tupate tama la maji. Tukirudi itakuja kuangazia, je, pesa hizi iwapo zingewekezwa zingeleta mabadiliko gani katika serikali? Posted yesterday? Still not called?
Your brand deserves more than silence. Get seen, get sales, get into hashtag Tukosoko. Just 6K puts your biz in front of 5 million people in just 2 days. Ads on Standard Digital, traffic, visibility, results. Tukosoko. Call or WhatsApp 0704 565545. Let's sell something. Your hustle, our platform, we've got you. Today we are checking out the intimacy of the soapstone in Kisiland, and they've just told me I greet you no more abagusi. Now we are going to transform stones into these beautiful art pieces that you see behind here. Today we are making a cup. A cup? And a bowl. Out of these stones? Yeah. All right. Yeah. How long should that take us? 2 hours. So this is what I'll use to cut the entire stone up to down here? Yeah. It's so thick. What? So unataka kuniambia muscle wakia will apply? Yeah. Goodness gracious. Now we move to knifing to make our piece to look smooth. Today we are exploring Eware Museum in Nairobi. We value your feedback and welcome your comments, queries, and complaints regarding our content. You can get in touch with us via SMS on 22151, call 0719 012 111 or 0732 142 000 or email feedback@standardmedia.co.ke. Our PO Box number is 30080-00100 Nairobi, or deliver to our offices at Standard Group Center, Mombasa Road, Nairobi. They rescheduled your pitch with GLC, and I've paid what I owed, so we're done here. It was nice doing business with you. 200 grand, cash, for the eyes I wanted. It's just a down payment. The price of eyes have gone up. It'll cost you $1 million. $1 million? Don't act all tough, Bingo. You're the one who needs something from me. I'll get that grant, Poppy. And Grams will finally be able to see well again. Online Peso Insurance Program. The Online Peso Insurance Program will help reduce the hassles of online shopping. Panadol Extra provides 3 times more pain-relieving power than standard paracetamol for fast relief from strong pain like headache, toothache, and muscle pain, and can get to work in 10 minutes so that I am ready to be there for those who need me. Stronger pain relief at only 20 shillings per pair. Every Saturday here on Club Kiboko. Have you ever hurt yourself doing taekwondo? Yes. Join me, Teresa Komboka, for fun, adventure, and play. Yay! Saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Karibu katika sehemu hii ya 3 na ya pili ya mazungumzo, ambapo tunaangazia masuala ya elimu. Ili kukamilisha mjadala huu wa elimu, nataka nipate swali moja au mawili kabla ya kuingilia masuala mengine ambayo tumeandalia.
asubuhi hii ama adhuhuri hii ya leo. Bilioni 1.2. Kuna swali nimeliuliza lakini nimelikwepa. Bilioni 1.2 iwapo lingewekwa hata kwenye mahali ulipo wewe, unadhani ingesaidia vipi idara yako? Ama hapa katika sekta ya elimu, bilioni 1.2 ambazo tunazipoteza, unadhani ingeimarisha TVETs, vyuo vikuu kwa kiwango gani? Steven, nataka kulainisha mambo hapo kidogo. Wakati tunasema bilioni 1.2 haijapotea, kwanza tuseme, ingetumika vizuri kama tungekuwa hatuna hizo ghost schools, ghost students, ingesaidia pakubwa katika kuendeleza maendeleo ya Kenya. Lakini hii pesa haijaenda kwa hewa. Imeingia kwa mifuko ya watu. Watu binafsi. Mimi katika masomo yangu mimi ni mtaalamu wa economics, I'm an economist by training. Mwanauchumi ndio. Mwanauchumi ndio. Sasa katika economics tunasema kuna pesa ambayo unaweza kupata kwa njia ambayo si halali, lakini hiyo pesa katika uchumi haijapotea. Kwa sababu ule mwalimu mkuu ambaye aliiba hiyo pesa hajaenda Somalia, hajaenda Uganda, amejenga nyumba hapo kwake, amelima hapo kwake. Kwa hivyo ukiangalia in a broader perspective alinunua nyanya katika kuuza uchumi wa nchi, hiyo pesa haijapotea bila kusema kupotea, lakini imeenda kwa njia ambayo haifai. Kwa hivyo wakati rais usiwazie kupotea huko, nataka urudishe hii pesa kwa mfuko wa serikali. Ndio sasa umeenda kwa mfuko wa Suleiman Yeri, ilikuwa ni ya wanafunzi 100. Mimi imeenda kwangu, trust me, nitaenda nazo Dubai. Kweli, lakini iko katika economy ya Kenya. Lakini vile tunasema ni kwamba rais ile investigation ama ile consortium iliyeko kuangalia hayo maswala ilivumbua kwamba hapa kuna shida, na wanaziba hilo pengo, kumaanisha kwamba tunarudisha zaidi ya bilioni 1.2 katika mfuko ya serikali, na labda sasa itawekwa katika TVET ama itawekwa katika mfumo mwingine, ndio hiyo sekta ya elimu iweze kuendelea vizuri. Lakini ni vizuri ijulikane kwamba wale watu ambao wanafanya ukora huo ni wa Kenya, ndio wanaishi na sisi wenyewe, wengine tunawajua, lakini lazima tuwajibike. Wametununulia chai mahali. Mimi swali yangu ni nini Bwana Suleiman, kulingana na vile wanaiangalia sisi, mimi nashangaa kwa sababu hiyo pesa tukitoa pesa ya elimu, tuseme kwamba bado iko Kenya, lakini imefanya mtu amejijengea nyumba yake na anaishi starehe mahali fulani kwa mfano, umeelewa? Sioni vile inasaidia yule mwanafunzi ametoka umaskini asome aweze kusaidia familia yake kujikimu, umeelewa? So unajua kama pesa zinapotea, zinaonekana bado ziko kwa uchumi, kuna shida kubwa sana, kwa sababu pesa zikipotea, zikitolewa kwa upande wa elimu, kuna shida kubwa sana, na zikipotea ndo shida kubwa zaidi. Na swali ni hili, tumeutumia mtandao, mmesema dijitali, lakini tukumbuke kwamba NEMIS ilikuwa bado ni dijitali chini ya Rais Uhuru Kenyatta, ukaendelea mpaka sasa hivi chini ya Rais William Ruto. Anatoka kwa NEMIS anaingia kwa KEMIS akisema kwamba utakuwa bora zaidi. Yale mapengo yanazibwa vipi tusiyaone yakijirudia, yali sijirudie kama yale ya NEMIS? Kusema ukweli Suleimani, ndio shida. Mimi naona kwamba hiyo kama NEMIS imefanywa KEMIS, CBC imefanywa CB, kubadilisha majina haitasaidia. Kitu itasaidia ni huo mfumo wa CBC hasa ulikuwa uko na nia mzuri wa kuongeza kipaji cha mwanafunzi, si bali tu si masomo, umeelewa? Ilikuwa ni mfumo mzuri. Bado ndio lengo lake. Bado ndio lengo lake pia. Hakuna lengo imebadilika, hakuna kitu yote imebadilika. Ni jina inabadilika. Na sasa kitu mimi nashangaa ni kwamba sasa unapata kwamba lengo ni mzuri, jina imebadilishwa, lakini kuitekeleza ndo hoja, kwamba hawa walimu lazima wafundishwe, training lazima ifanywe. Umeona, walimu wamepungua, madarasa malaba hayana ya kutosha. Vitabu sahihi, nimeongea na mwalimu mmoja ananiambia watoto 5 wanagawanya textbook moja.
Umeona? So sasa unajua vitu kama hizo, kwa hiyo pesa imepotea, ingetumika hapo kwa vitabu, si tungekuwa tuko pabora. Swala la textbook serikali imejikaza. Ndio maana nilisema moja, lakini wanagawanya. Ndio maana nilisema. So pesa kama hizo ingekuja, ingesaidia sana. Kweli, na ndio maana nilisema. Saa nyingine watu wa opposition wanachukua jambo na kulifanya sensational bila kuangalia facts. Ukweli ni kwamba serikali ya Kenya imeajiri walimu 100,000 kwa miaka mitatu. Kabla ya hayo tulikuwa tunaajiriwa watoto wa walimu 5,000 kila mwaka. Yale serikali imefanya kwa kuboresha elimu kwa miaka 3 ingechukua miaka 20 katika ile space tulikuwa tunaenda nayo na ile serikali imepita. Lazima kama Kenyans tuchukue wakati saa nyingine ku appreciate, hata kama upendi rais, hata kama upendi serikali, kwa sababu mtoto yako ako shule, our children are in school. Na tusipokuwa watu wa kuongea maneno ya kuwatia nguvu na kuweka watu kwa positive thinking, tunaenda kukua na generation ambayo iko na kasoro. Na mimi nataka kusema ya kwamba leo tunajua ya kwamba CBE inafanya kazi, na lazima tukubali ya kwamba teknolojia wakati inaenda kubadilika. Kama wewe ni mwana teknolojia ama wewe una appreciate teknolojia, teknolojia is not static, ina grow kila siku. Ukiamka leo ile mambo ilikuwa anafanya hivi na hivi, kuna mtu mwingine ame innovate an easier way. Leo tumefika mambo ya AI. Ile NEMIS ilikuwa ina appreciate, inaweza is it compatible, inaweza shikana na mambo ya AI. Labda haiwezi. So kama imeletwa chemist, useme tu ni jina, lakini ni mfumo wa teknolojia ambao utaweza kuziba mapengo yale yalikuwa yameachwa na NEMIS. Steve, umezungumzia software issue ya sisi wa Kenya. Mimi mmoja wao. Kweli. Hatuondoki hapa Kenya. NEMIS inabadilika, inakuja chemist. Kwa hivyo kama unavyotujua wa Kenya, kuiba kwenye serikali tunapenda, na tutatafuta mbinu nyingine ya kufanya ili tuweze kuiba hiyo 1.2 billion tena. Tunalizibaje hili pengo? Hata Mkenya aje na nyundo atajua kwamba hapa saa hizi hapaibiki tena. Ni jukumu la kila mtu. Lakini kwanza ukumbuke, kama uko na biashara yako ama uko pale kwako nyumbani, ile kitu naweka zinaitwa controls. Vitu za kuchunga mtu ama watu ambao wanafanya kazi na wao wasikuwe tempted ama wazitake kuiba ama wazitake kuvunja sheria, unaweka controls. Ndio maana unapata hata kwa biashara ya watu wameweka CCTV, wameweka clocking system, kwa sababu mwanadamu anakuwa tempted rahisi. Anaingia kwa mambo ya kuiba, anaingia mambo ya kuchukua pesa rahisi. Hakuna mtu anataka kuchoka. Kwa hivyo wakati serikali inasema inaweka chemist, ni hizo moja wapo ya controls zile zinafaa kuwekwa kwa serikali. Juu hatuwezi kukaa hapa kusema pesa inapotea. Tulisikia rais ambaye alistaafu akisema sasa mnataka nifanye nini? Rais wa sasa hasemi sasa mnataka nifanye, anasema haya, nimeona hii hapa kuna shida, hii ndio solution. Solution gani? Tutaweka chemist, nitaenda Konza Technopolis, nimewapatia jukumu, si mwanafunzi si mwalimu mkuu. Sasa kuna shirika lingine ambalo lina oversight na linasukuma hiyo hoja mpaka mashinani kwa ile shule, wanaenda wanadhibitisha kweli hii ndio shule. Wakati sasa tu create hiyo layer, kuna mtu mwingine wa kuulizwa, si wizara ya elimu peke yake. Hata sasa idara ama shirika la Konza wataulizwa, haya, kwa nini tunaona shule hii imewekwa na haiko? Kwa sababu tena kutakuwa na ku-audit kama kweli kama ile chemist imeweka vizuri. So it is an improvement. Na lazima, mimi naambia wa Kenya, lazima tukue watu wa kujipiga saa ingine kujipigia makofi, saa ingine kukubali tumetoka mahali fulani tunaelekea mahali fulani. Makosa ambayo ilifanywa na Rais Kenyatta, makosa ambayo haikuangaliwa na Rais Kibaki, makosa ambayo haikuangaliwa na Rais Uhuru, ndio ile makosa yote sasa Rais William Ruto ameamua kutengeneza. Na alisema saa ingine unafanya uamuzi ambao ni wa mgumu na ni mzuri, na unajua watu wengi hawataupenda kwa sababu it is not popular. But as a leader uko na jukumu ya kufanya uamuzi wa kweli. Hata uwe mgumu namna gani. Na mimi nataka kupata mfano wa mwisho. Wakati sisi tulikuwa shule, wale walimu tulipenda
ni wale walikuwa walevi, wale hawakutaka kuwa watupia, wanatupatia homework, wale hawakuwa hajibika. Lakini ule mwalimu alitupiga sana. Ule mwalimu alikuwa mkali. Ule mwalimu alikuwa mwadilifu kwa kazi. Wakati umeenda ukahitimu, ukapata kazi, unasema kweli ule mwalimu alikuwa mkali, alinitengenezea maisha. Hivyo ndivyo itakuwa na William Samoei Ruto, mheshimiwa rais wetu. Wakati atastaafu badala ya miaka 10, linda wananchi wajitayarishe. Wakati rais atastaafu baada ya miaka 10, sisi kama wananchi tunasema kweli tulikuwa na rais ambaye alimake hard decision na akazisukuma mpaka zikakuwa za busara na za manufaa kwa wananchi wa Kenya. Asante. Sasa mimi Suleiman, nimeelewa shida inatokea wapi. Unajua watu ambao wako serikali ni kama wamesahau wako hapo kwa sababu ya watu wananchi wenyewe. Kusema kweli, kutumukia mwananchi. Kitu ya kwanza, unaona vile mtu kwa serikali anaiangalia kwamba wanataka kupigiwa makofi, wakati sisi kama mwananchi mtoto wake hana karo ya kumlipia kusoma, na at the same time unasikia kwamba pesa ambayo hiyo serikali imeallocate kwa education ni kidogo na ambayo inafika haitumiki vile inavyopaswa kutumika. So wewe ukifikiria ile pesa ikimfikia yule mwanafunzi haitoshi kabisa, mpaka kiwango mimi kama mzazi lazima nilalamike. Silalamiki bure tu, nalalamika kwa sababu hawapatiwi ile kitu ambayo elimu ambayo inafaa. Kwa sababu gani? Pesa ambazo zinapatianwa kwa upande wa elimu na ile attention na focus kwamba elimu ni kitu ya maana tuiangalie vizuri haipo. Na kicha pili ni kwamba ikipeanwa pesa hazifikii yule mwanafunzi, zinarambwa juu kwa juu kama vile anasema, unaona? Na ni kitu ambayo iko open, hata ukiongea na walimu watakwambia, na ukisema ni transfer. So kwa hivyo watu wanaogopa, umeelewa? But at the same time mimi kama mzazi na mwananchi siwezi kupigia serikali makofi wakati naona mambo yanaenda vingine. So at the same time ni lazima watu wajikaze, hasa kwa mambo ya elimu. Elimu si kitu tunaweza kuchezea. Mimi nitakwambia for free kwamba hii tuangalie mambo mengine, tupige siasa, lakini kwa upande wa masomo hao watu ambao wamechukua pesa leo hii wako wapi? Wanaendelea hapo hapo kwa makazi ambayo wako. Sijaona mtu yote amefungwa. Suleiman, umeona mtu yote amefungwa? Hiyo mambo ilifanyika jana. Sasa tungojea mkondo wa sheria huu. Tunataka wailetwe ndio ikue somo kwa wengine, waache kufanya hivyo. Hiyo pesa ihudumie mwanafunzi. Unaona? Yes, tunataka action. Bila shaka ni swala zuri sana ambalo umelizungumzia. Nataka tubadilishe mada. Tumewaona wiki hii James Orengo, Babu Owino wakielekea pale DCI kuzungumzia masuala ya uhuni katika siasa. Uhuni katika siasa ni jambo ambalo linaonekana sasa hivi linaendelea kuongezeka, huku wanasiasa wakijipata wanalengwa kwa sababu ya kuzungumza kauli tofauti, ima kwa wenzao wa ground ama swala la wenzao wa wananchi ambao wanawatetea. Swala la uhuni tutalitatua vipi, Steven? Manake kadri tunapoendelea ndio pale tunasikia kama Mombasa kuna mawoza wajukuu wa bibi, tunarudisha tena kina Mungiki, 40 brothers kama hao. Hilo ni swala nzuri sana. Mimi nitakupatia example. Tulikuwa na by election Mary North. Ndio. Miezi 3-4 iliyopita. Na wakati tulikuwa kwa ile campaign, sisi tulifanya campaign, tulienda kwa campaign kama wangwana. Na mimi nikadiscover kitu moja. Hawa watu ya opposition wanaenda ni kama ule mtu anaenda sokoni anaiba, alafu anaanza kusema mwizi. Wanaenda, huyu Gachagua huyu alikuja na goons, kama hao ndio naitwa wahuni. Alikuwa anakuja na goons. Mimi mwenyewe sikuwa nalala kwangu. Watu wengi wakahamishwa kwa sababu unakuwa targeted. Alafu anamka asubuhi, anaenda anaingia kwa TV ama kwa radio station, anasema serikali imeleta goons, wanataka kupiga watu. Yeye mwenyewe ndiye ameleta. Tumeona siku moja hapa kwa runinga. Una ushahidi wa hilo? Niko na ushahidi. Mimi nilikuwa pale. Tulihama tukipigwa na wahuni. Tulikuwa tunaona kwa TV siku nyingine. Wanaenda wanapanga kipindi, wanapanga watu wa kuwapiga na watu wa kupigwa. Alafu wanasema serikali inapiga watu. Ni jambo ambalo sisi kama Wakenya tunafaa tulijadilie kwa makini sana, kwa sababu ule mtoto ambaye anatumika kama muhuni ni wako. Wale wakubwa wale hawatumii watoto wao. Na kama serikali kweli inatumia wahuni, ungekuwa unaona serikali inatumia polisi.
na watumii polisi. Kwanza sisi hatukuwa tuliita polisi tukaambiwa hapana, kwa sababu tunataka kuonyesha dunia mzima kwamba hawa watu wamepanga jama ya kuongoza hii Kenya kwa kutumia wahuni. Sasa wanakimbia pale kusema ni serikali, lakini tunajua hata ule mwananchi ako mashinani anajua kwamba hawa watu wa opposition ndio wanaleta guns, ndio isemekana ni serikali. Lakini hiyo ni mambo kidogo sana tukienda kufika mwaka wa 2027, kwa sababu serikali iko na uwezo, iko na nguvu na inajua hayo makundi yote. Ikifika mwisho mwaka huu hautasikia mambo ya wahuni. Umekuja mahali pazuri, umesema inajua hayo makundi yote. 14 waliomvamia Osotsi walitoroka. Orengo akienda kwa DCI juzi alisema kwamba ndio wao waliomshambulia alipoenda Seme katika mazishi ya babake mbunge wa Seme James Nyikal. Tuliona kwa runinga wale watu waliambia Orengo aende, ilikuwa wananchi wengi, halaiki ya wananchi. Haikuwa gunzi wa 14, ilikuwa wananchi wote wakamwambia aende, kwa sababu watu wa Nyanza wameingia kwa serikali na wamejua. Lacha nikwambie ndugu yangu, mimi nimesimama kiti na nikaanguka. Mahali inaitwa opposition si mahali mtu anajipeleka, ni mahali unajipata kwa bahati mbaya. Kwa hivyo watu wa Nyanza wameona manufaa wa serikali, wako ndani ya broad based government na wataki kutoka. Na mtu yote ambaye anawaambia watoke wako na shida na yeye. So si wale 14 na uchunge sana wanasiasa. Wako wazuri kusema maneno na wanaweza kuambia haya nilimuona huyu na nilimuona huyu na ni uongo. Suleiman, wacha nikuulize swali moja. Katika video zote zile tulikuwa kwa ground kama Linda Mwananchi, aswa pale mwanzo alikuwa akipiga tear gas mpaka wakajua kwamba hii tear gas inasaidia Linda Mwananchi, wakaacha kupiga. Unajua sisi tuko kwa ground na hata mshua umeona video moja ambayo mapolisi wanatoroka, walitupiga tear gas huko Narok, na video inaonyesha kwamba wanapiga tear gas na video inafuata wale mapolisi vile walikimbizwa na wananchi. Unajua wanajihatarisha maisha kwa sababu wale wananchi wamekuja pale ni watu ambao wamependa Sifuna, wamependa Babu, wamependa Linda Mwananchi. Sasa wakikuja pale na wanaona ati wanapigwa tear gas, wanakimbiza hao polisi. Umeona? So mimi mwenyewe nimeona bwana polisi in uniform wamekuja na wamepiga. Umeona? So si mambo na maguns peke yake, pia polisi kusema ukweli wanatumika vibaya. Na ukiangalia pia wale ambao wanawania urais kama ni pia ukiangalia Maraga pia amesema hayo. Anasema kwamba pia yani hii mambo ya maguns kwa upande wa siasa inamdhuru pia kama mwenye anawania kiti. Maraga anatembea Kenya hii. No. Na amesema unajua uelewi, si ndo tuko ground, ukitumiwa au maguns ndo utaelewa. Inakuwa mpaka hata si tukienda mkutano yote mpaka tunaenda na security. Unaelewa? Na umuliona hata ile mkanda ya Osotsi. Suleiman, sijui kama uliona mkanda wa Java Hotel huko Kisumu ya Osotsi. Live vijana walikuja wakamchapa. Niambie kama vile Suleiman anasema wako wapi? Na sasa hii watu vijana wanahangaishwa huko Kisumu. Babu Wino anazusha, Orengo wanazusha. Same thing kwamba wanapigiwa simu vijana wanatafutwa huko. Yani na ni kitu mbaya. Yani vijana wetu wanatafutwa, wale ambao wamepiga Osotsi hawatafutwi. Wanasema wamekimbia kwa nchi. Ile kitu tunafaa tuseme ya ukweli ni kwamba kama mtu ni mhalifu, kama wale walipiga Osotsi, kama ni wahalifu, kama walikuwa wamepangwa na bwana ya yule bibi alikuwa naye, kama walikuwa wamepangwa na mtu fulani, ni madai ambayo unayaibua Steven, na imani una ushahidi wake. Mimi hata sijasema ni nani, nimesema kama mtu anapigwa na wahuni wamepangwa na bwana ya bibi akiwa na bibi yake. Huyo msichana anafanya kazi kwa ofisi ya Sifuna. Ni part of Linda Mwananchi, tunamjua na tunafanya kazi na yeye. Sasa wameona hiyo video kuna msichana wakasema naongelelea wahuni na tuachane na masuala ya madai. Nasema wale wahalifu ni wahalifu. Kama polisi akifanya makosa, hafanyi makosa kwa niaba ya serikali. Na anachukuliwa hatua na IPOA na serikali inachukua hatua vile inafaa. Wao wanafaa wachukuliwe hatua kali. Na tunaambiwa mara mingi mkono ya serikali ni mrefu. Na inaweza kukufikia hata ukitoroka nje ya nchi. Wakati utafika tu utashikwa. Na kama mtu ametoa vita, amepiga mtu na ametoroka nchi na ama amejificha kwa shimo fulani, atapatikana tu. Kwa sababu huyo ni mhalifu. No, mimi naona tu cha muhimu ni kwamba wacha tupigie siasa safi, tuhudumie hao wananchi. Unajua kwa sababu kila mtu anaweza kuandika guns. Kama wewe unaweza leta guns, pia sisi tunaweza leta guns. Hivyo ndo wanasema. Kweli ama urongo? So at the end of the day, hakuna kitu tutafaidika kwa hii maneno ya kuleteana maguns. Mimi naona the most important thing ni kwamba pia serikali provide security for such events. Kwa sababu serikali inafaa kuwa
ikihakikisha kwamba wale watu ambao wamekusanyika wako na usalama fulani, si kwamba serikali ikuje ifukuze hawa vijana ambao wamekaa pamoja wanazungumzia mambo ambayo yanawadhuru kimaisha na mambo gani ambayo yanafaa kuboreshwa kwa uchumi na kwa maisha yao ya kila siku. So kwa hivyo tunafaa kuacha hii maneno, lakini kusema la kweli yanatokea, na kusema ukweli tumeyaona, na kusema ukweli yote tumeona, na si sawa, watu wamedhurika. Na mimi nataka kuunga mkono niwaambie pia, kama mnasema serikali ilinde wananchi, si hata kuna baadhi ya watu kwa serikali na wanajulikana ni sawa, lakini pia watu wa opposition, wakati mtaona polisi wamekuja kwa hafla yenu, wamekuja kuwalinda, hawajakuja kama adui, lakini ile kitu inafanya vita itokee. Unaona polisi wamemwagwa pale kulinda wananchi, lakini hawa wanaona hawa ni maadui, wanaanza kuwapiga mawe, wanaanza, unajua polisi hawezi kupigana na mawe. Yeye ameenda training, amepewa vifaa za kazi, anafaa kufanya kazi na vifaa zile amepewa. Sisi kama wananchi lazima tuchukulie huyu polisi ni ndugu yetu, huyu polisi ni mwenzetu, hata yeye hataki kuhatarisha maisha yake. Suleiman, tunatumia guns paka kwa airport bwana, paka kwa airport. Guns wametumwa wa Kisumu airport, amekuja kuwalinda. Na mimi nakemea, hakuna haja ya kutumia guns. Tuko na serikali, tuko na polisi, tuko na jeshi, tuko na mashirika yote ya kulinda usalama wa Mkenya yote. Lakini lazima tu appreciate that polisi ni mwenzetu na amekuja kulinda usalama wako. Wanatumika vibaya, wanatumika vibaya na wanasiasa baadhi. Wanatumika vibaya, wengine wanatumika vibaya na wanasiasa ambao wako serikali. Hiyo ni kitu ambayo ni dhahiri shahiri. Na opposition, wakati opposition wakiona polisi wanampiga. Bila shaka, asanteni kwa kuzungumzia swala hili. Ni swala ambalo bado linazidi kuchipuka. Ima wewe ulishambuliwa na wale wa kutoka kwa upinzani, huyu alishambuliwa kutoka kwa wale kwa serikali. Nyote mumeyakashifu masuala haya, lakini ni wazi kwamba yapo kweli. Kwa sasa hivi yapo. Njia ya kutatua ni ipi, badala ya kusema hawa ni wa Gachagua, hawa ni wa serikali, hawa ni wa Ruto, hawa ni wa Raymond Omolo? Hayo ndio matamshi tumekuwa tukisikia. Wamesahau tuko hapa kwa sababu ya mwananchi. Hiyo ndio kitu ambayo sisi tunakaa tunashinda tukisema kwamba watu wamesahau kuna wananchi. Yani yote haya watu wanajipanga wao, wamesahau kila mahali wakienda makampeni, huyu one term, two term nini, wamesahau kuongea mambo ya wananchi. Na ndio maana sisi tunasema tunataka kulinda mwananchi. With all this, mang'ombe zikipigana ni manyasi ndio inaumia. Kweli Mungu. Nilete kauli ya Nelson Koech, mbunge wa Belgut. Jana alizungumza akisema kwamba sioni haja kuleta hoja ya kutaka kuondoa marupurupu ama mafao ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Tunafaa kuzingatia manifesto ya UDA ama ya Kenya Kwanza badala ya kujiingiza katika masuala kama haya. Lakini tunao viongozi wa UDA tunaona wanaosukuma masuala kama haya. Kauli ya Nelson Koech nadhani inabeba hekima gani? Inabeba hekima kubwa, na mstaafu rais ako na ruhusa ya kuongea maneno ambayo anataka kuongea. Na mimi naona watu waache kubabaika. Wakati mstaafu rais Uhuru Kenyatta alikuwa kwa uongozi, alijaribu kusukuma mtu fulani akuwe rais, akashindwa. Sasa hata akipiga kelele akiwa huku nje, hakuna nguvu ako naye. Kwa hivyo wacha tu aongee, lakini unajua saa nyingine wanasiasa wengi wako na uoga na wanataka kuonekana wanafanya jambo moja ama lingine, na mimi naona hiyo ni mambo ya kupoteza time. Wacha Uhuru Kenyatta kama anataka kuongea aongee. Chama yake ya Jubilee imepitwa na wakati. Ako na mashida mingi ya kungangana nayo na chama ya Jubilee. Na ako na shida mingi ya kungangana na hii mtu ananyang'anya yeye constituency yake anaitwa Gachagua. Ako na vita mingi sana hapo nyumbani na atawekwa busy na wale wanafaa. Lakini wacha tuangalie national issues. Hiyo pesa Uhuru Kenyatta anapata, wacha endelee kupata, na tu focus na manifesto, na tuko na mambo mingi ambayo rais aliambilia wa Kenya, na anaamka kila siku kujaribu ku make sure wakati tunaenda kufika kwa uchaguzi. Na alisema yeye anataka wakati apewe nafasi afanye mtihani wake, wakati wa kusahihisha tutasema tuliambiliwa hii barabara iko ama hakuna.
Iliambiliwa hii elimu. Unajua asante, nataka tuende kwenye pumziko fupi. Tukirudi tutakuja kuangazia baadhi ya masuala mengineyo ambayo yamejiri. Tutakuja pia vile kuangazia ziara ya Rais William Ruto kule Tanzania. Ilikuwa na manufaa gani? Ilikuwa na malengo ambayo unadhani yameafikiwa? Je, hotuba yake unadhani ilifikia kile ambacho kinafaa kuzungumzwa baina ya mataifa haya mawili ambayo yana ukondo mrefu ya mpaka kutoka Pemba hadi eneo la Sirare kule Kehancha, ambapo ni baadhi ya eneo la mpaka wa Kenya na Tanzania. Raise your arms with confidence with Nivea Derma Control. Everyday moments, raising your hand in a meeting, hugging someone you love, dancing like no one's watching, your underarms are part of how you show up. So maybe it's time we treated them that way, like skin. With the new Nivea Derma Control deodorant, you get more than just sweat protection. It's skincare for your underarms. Formulated with pure hyaluronic and skin-loving vitamins, it helps strengthen your skin's defense against irritation while supporting your skin's natural moisture balance and resilience, leaving your underarms feeling soft, smooth, and healthy looking. Because when your skin feels cared for, confidence becomes effortless. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. The KPC Lucas Scholarship Program is a program that began 9 years ago, and it targets specifically students living with disability whom we are able to recruit, take throughout the 4 years of their high school education, and then we're able to transition them into university for those who meet their required grades. I've got to benefit through the lessons they've taught me about leadership, confidence, how to coordinate myself, how I can prevent the stigma, and how I can just carry myself. We're going to prepare for you okra goat with eba or gari. Welcome to Tupike. Even the flavors, you can feel them in your mouth. Really cool. All the CNAs walked out of hospitals in Nairobi, the county governments. What would that mean to the health sector of the county? If we don't have CNA in the hospital, it will be a problem. The work will be heavy for nurse, for doctors. Sometimes doctors are pressurized by the consultant. The consultant came for ward round and said, I need this patient to be done
MRI. I need this patient to be done ECG. I need this patient to be done echo. The doctor cannot will the patient. Don't look the way I'm looking. Ni kujinyima ndo smart. But we are going through a lot and we suffer. That we suffer inside the heart. We cannot complain outside because we fear for our jobs, for opportunities, which we have been given where we are working. But the government must look about the CNA, the certified nurse. We give to be given opportunity to work in the premises. At least also as we be in the pay slip. Katika sehemu ya mwisho nazungumzia ziara ya Rais William Ruto kule Tanzania. Ni ziara ambayo imekuja na maneno tele. Alizungumza kwa mara ya kwanza katika bunge la Tanzania, akihutubia bunge hilo akizungumzia umuhimu wa ushikamano na vile vile ushirikiano baina ya mataifa haya mawili. Tukiangazia mpaka wa Kenya na Tanzania, ni mpaka mrefu sana. Unaoanza kule Sirare Kehancha, ukisonga kutoka Migori hadi kaunti ya Kwale kule. Ni mpaka mrefu zaidi ya mipaka mingineo. Tukiwa tuko pamoja katika ziwa Victoria, vile vile tuko pamoja tunagawanya bahari Hindi kule chini katika maeneo ya Pemba, Unguja na katika maeneo mengineo. Tunapozungumzia ziara ya Rais Tanzania, hususan hotuba yake katika bunge la taifa la Tanzania, ilikuwa inaashiria umoja gani baina ya mataifa haya mawili? Kwanza tuanzie hapo kwenye hotuba kabla ya kuzungumzia mambo mengine. Haji. Kusema ukweli, Kenya na Tanzania wamekuwa na historia mrefu. Kidogo kulikuwa naona kama kuna mvutano baina yao, yani kwamba Wakenya hawaruhusiwi kufanya kazi kule, at the same time wa Tanzania wanafanya mambo kama hayo. Kuna mambo mengi ya upande wa uchumi, kuna mvurutano. Lakini kitu moja nimekuja kushangaa ni kwamba yani unaona kuna uhusiano kwamba pia wanataka kujenga ingawaje, lakini mimi ningekuwa serikali ningetetea kwamba hiyo refinery ingekuwa imeletwa Kenya, kwa sababu Kenya tayari tuko nayo refinery. Kabla uguse refinery Haji. So kwa hivyo hotuba ya ushikamano, maana hiyo hotuba ambayo ilitolewa, kusema kweli kitu kilinigusa sana hapo hasa ni hiyo maneno ya mikwaju. Kusema kweli vijana wanataka fursa, hawataki mikwaju kusema ukweli. Na hapo mimi natofautiana na Rais Suluha kwa heshima yote, kwamba si lazima watoto wapigwe mikwaju, na rais wetu asikubali kusikiza maneno kama hayo. Vijana wetu wanalalamika, kaa chini na wao usikize malalamishi yao. Hawa vijana wako na malalamishi ndogo kama mambo tumeongea sasa kuhusu mambo ya elimu, kama kuna mambo ya upande wa kazi, kama kuna upande wa demokrasia ya kuongea bila kuwa na wasiwasi na bila kuwa na hofu kwamba utatekwa nyara. Umeelewa? So kuna mambo mengi ambayo vijana wanaongea, na ni vizuri badala ya kuwapiga mikwaju wasikize, waambie shida zenu ziko wapi. Haya nitakusuluhishia na dakika. Haya naahidi baadaye nitawasuluhishia, na haya siwezi kuwasuluhishia. Umeelewa? Lakini kuna yale communication, si kuja tu kila kitu ni mikwaju 4x4. Umeelewa? Lazima tukue na ile kisia kwamba hawa ni vijana wetu, hawa ni watoto wetu, hawa ni vijana ambayo wanapata tabu na wako tayari kuchapa kazi. Umeelewa? Na hapo ndo kidogo kuna shida kubwa. Na hawa leo ni hawa ma-activist wanaongea na nini, leo wako kwa shida, lakini kesho ni sisi. Umeelewa? Hatuna huru wa kusema utakavyosema. Kama kuna makosa mahali bwana, tutasema bwana. Kama itamaanisha kwamba mambo yakuwe mabaya, liwe liwalo. Nataka tuanze kwenye hotuba Steven, kabla ya kuingia kwenye mikwaju. Naona amekimbia mbio sana Haji kwenye mikwaju. Ni kama ni jambo amelitaka kulizungumzia kwa imetuma. Hawa watu wa opposition shida yao ni kwamba hawachukui wakati ama fursa ya kuangalia uzuri wa mambo, hata ama advantage ya mambo kama nchi. Na ndio saa ingine kama wa raia lazima tuseme country first, nchi kwanza. Na usijiulize tena kwa sana serikali itakufanyia nini. Wewe kwanza jiulize unafanyia serikali nini, ama unafanyia dunia nchi nini. Ziara ya rais katika
jumuiya ya inaitwaje Tanzania, Jamhuri ya Tanzania is one of the best diplomatic moves. Kwa sababu Kiswahili saa ingine inapungua hapo. Kwa sababu sisi tuko na jukumu la kuishi vyema na vizuri na kutangamana na majirani wetu. Tumeona rais ameenda Uganda siku nyingine, ameenda sasa Tanzania, na hata kama kulikuwa na uhasama ama uhasama mdogo kati ya wananchi wa Kenya na wa Tanzania, hiyo visit peke yake iliweza kuleta tensions chini na iliweza kufanya watu wajisikie wao ni ndugu na dada na tunaishi kwa mpaka moja. Ziara ya rais uliona pale alipatiwa standing ovation na wale wajumbe wa bunge la Tanzania wakampenda sana rais wetu. Hiyo ni kumaanisha amepeleka heshima ya Kenya katika nchi jirani. Hatuwezi kukaa hapa kutuingililia maneno ya nchi nyingine vile wanachagua viongozi wao, na ndio wao wa Tanzania wako na hekima, wamechagua bunge limejaa, wamechagua rais wao. Sisi wenyewe tunaweza kataa ama tuseme tuliona imeenda vile haifai, lakini sisi sio wa Tanzania. Na rais ako na jukumu ya kuishi na marais wengine vizuri na kukaa, na lazima uangalie nao. Ukikuja mambo ya economy, sisi kama watu wa East Africa tuna nguvu zaidi tukiwa tumeshikana. Wakati tunaleta siasa ya kutengana, tunakuwa weaker ama tunakuwa wadhaifu kidogo katika hata the global perspective. Lazima tukue kitu moja tukiangalia mbele. Kwa hivyo wizara ya rais katika nchi ya Tanzania ilikuwa mzuri sana. Tuliona vile Watanzania wenyewe walifurahia. Tuliona vile waliweza kuongea mambo ya uchumi na kufanya biashara katika baina ya nchi zote mbili. Kwa hivyo ni kitu ya kusherehekea na kitu ya kufurahia katika tukiangalia vile maneno rais anafanya. Katika ziara yake rais pia ilijitokeza kwamba sera zake za kimataifa saa nyingine anatoa kauli ambazo zinaleta uhasama ama kuzungumzia mambo ambayo hayaeleweki. Kwa sababu nikisema hivyo, alizungumzia kuhusiana na mradi ule wa Tanga wa kusafisha mafuta. Alipokuwa kule nchini Italia, alizungumzia masuala ya lugha ya Kiingereza ya Nigeria, wanavyozungumza wa Nigeria kwamba hawaeleweki. Ni taarifa ambayo inaonyesha kwamba rais kuna mahali saa nyingine, wacha niseme, anajisahau na anatoa kauli ambazo zinaonekana kuleta mgogoro na mataifa mengine. Hili ni sera zake za kimataifa ndio zenye tashwishi, ama ni yeye mwenyewe saa nyingine anapandwa na anafurahia zaidi, anajipata amezungumza kauli ambazo hazifai kuwepo? Rais mara mingi wakati anaongea ni mtu wako na utani na anapeana sera za saa zingine kwa utani, lakini watu wanakosa kuelewa. Juzi niliona rais wa Nigeria akisema Wakenya wako na shida. Lakini kwa sababu sisi tunataka kukosoa rais wetu, hatujaangalia vile marais wengine wameongea mambo ya Kenya, tunaanza kumkashifu. Lakini ukiangalia vizuri, kama mambo ya Kiingereza, kama Kiingereza ya Nigeria ama South Africa ni mbaya, na alisema Kiingereza ya Kenya ni mzuri na kama market wa Kenya. Jukumu la rais ni kutetea wa Kenya. Hajachaguliwa na Afrika, amechaguliwa na wa Kenya. Kwa hivyo wakati ameenda kumarket nchi yetu, kwa hivyo ndio nilisema country first, ana market nchi yetu. Alafu akikuja kwa masuala ya East Africa ama Africa, hiyo ni maneno mengine. Ukiangalia mambo ya vile rais wa Tanzania alisema ametangaza mambo ya Tanga mafuta, ilikuwa kwa utani. Hata ukiangalia Rais Suluhu alikuwa anatania tu, kwa sababu ukiangalia yale mazungumzo vile ilienda kumalizia, ni kweli kuna mpango wa kuweka refinery Tanga. Nimesikia ndugu yangu anasema ingewekwa Kenya. Lakini kuna kitu inaitwa economies of scale. Na saa nyingine tukienda kwa mjadala ni vizuri tuangalie facts ama vile inafaa kufanyika. Kenya peke yake haina uwezo wa kujenga ile refinery. Uganda peke yake haina ile uwezo. Tanzania lazima kukuwe na ile inaitwa give and take. Na ndio kama mahali central ama mahali katikati vizuri ni Tanga, basi ilikuwa uamuzi mzuri na uamuzi mwafaka kwamba ifanyike pale. Lakini pia tunafaa tuangalie resources. Tukiangalia katika East Africa, wale watu wako na zaitwa crude oil deposits ama gas imekuwa gas and oil ile mingi imepatikana Tanzania.
Kwa hivyo wakati inawekwa Tanga pia tunaangalia ni nani wanatoa kiwango cha juu tukicompare na these other countries. Lakini pia lazima uangalie the technology behind it. Sisi ile refinery kishatengenezwa Tanga, sisi kama Kenya hatupotezi pesa. Tuna save pesa na tunaacha kununua. Sasa Strait of Hormuz imefungwa, hatutakuwa tunaongelea mambo ya Strait of Hormuz. Sasa lazima kukue na ile, na unaona katika ile nchi zile ziko karibu na Iran ndio ikue wanaweza cooperate vizuri, wako na cooperation. So pia sisi cooperation yetu kama East Africa lazima kwanza tufikirie sisi ni watu wa East Africa, tunahitaji refinery, na kama Mali Central ni Tanga, basi ni Tanga. Acha nikuulize swali moja. Wamesema ni mahali Central. Wewe unajua mahali Tanga iko leo hii. Unajua tofauti ya Kenya na Tanga ni kilomita 100 peke yake. Kati ya Mombasa. Yani kuvuka boda kilomita 100 na kwenda Uganda. Na unajua kitu moja unasahau ni kwamba ndio naona faida ni muhimu sana tukue na refinery yetu to avoid mambo ya Hormuz. Kweli kabisa. Lakini leo hii kwamba hii refinery kusema iko Tanga, kazi zote na ajira zitaenda kwa nani? This is a common resource. No. Si wa Kenya. Hiyo sio kweli. Sasa hata wa Kenya ni ngumu kufanya kazi Tanzania. Ukiangalia kama tuseme kama na umesema president wetu anatutetea. Kusema ukweli hapo mimi naona kwamba ajira itaenda kwa Tanzania. Najua unaleta ile mambo sensational, lakini ukweli ni kwamba tukiangalia tuseme kama shirika la East Africa. Wale watu wanafanya kazi hapo si wa Tanzania peke yake ama Waganda peke yake. Ni kila mtu ambaye amechangia. Wakati ile refinery itatengenezwa Tanga, sio kumaanisha ni wa Tanzania peke yake wanafanya kazi kwa ile refinery. Kwa sababu is a shared resource. Yaani Kenya imechangia, Uganda imechangia, wa kila mtu atagawiwa kipande yake vile inafaa. Ni vile utapata Wakenya sasa watatoka Kenya waende wakafanya kazi Tanga. Na sasa hata ukiangalia vizuri Wakenya kwa idadi ya masomo, wale wako na petroleum engineering ama mambo ya oil and gas, wale wamesoma sana ni Wakenya. Kwa hivyo sisi tutakuwa kipaumbele ku benefit more kwa sababu we have a better education skill resource than kukilinganisha na hizi nchi jirani. Kwa hivyo unataka kuniambia kwamba Kenya tuko mbele kuliko Uganda at the moment kwa upande wa mbele kabisa. Inahitaji kwanza tuelewe mradi wenyewe vile ulivyo. Manake mradi wenyewe unaanzia kutoka Uganda ukishuka chini hadi Tanga. Na je, Kenya itafanya nini katika hili? Hili ndio swali ambalo wengi wanafaa wajiulize. Kenya inaingilia wapi na Mkenya atafaidika vipi? Kwa sababu mafuta yakitoka kama ulivyosema kilomita 100 bado yatapitia Kenya yakipanda kwenda Uganda. Kwa hivyo kuna nafasi za ajira ambazo Kenya itakuwa nazo katika oil pipeline. Mimi nimesomea petroleum engineering. Mimi mwenyewe my background ni petroleum engineering. Nimesomea mafuta. Mtaalamu wa masomo. Nimesomea petroleum. I have a degree in petroleum engineering from University Technology Petronas. Nimesoma shule kali sana, one of the best in the world for oil and gas. Na najua kwamba hiyo pipeline yenyewe ilikuwa mwanzo ipitie Kenya. Kweli ama urongo? Ndio, hiyo ndio ilikuwa mradi wa kwanza. Kweli ama urongo? Ndio. Kwa hivyo tukapoteza hiyo. Cha pili sasa pia refinery tumepoteza. Ingekuwa kwamba ilikuwa ni ile upset project, ilikuwa ni South Sudan, Uganda washikane na Kenya waeke pipeline ambayo inapitia karibu hata na Turkana. Unaelewa? Hiyo ndio ilikuwa hiyo ndio ilikuwa kabla wapite. Kwa hivyo hata hiyo pipeline ingekuwa hapo inaenda towards Lamu na refinery pia ingekuwa. Wacha nikwambie kitu moja, unaongea mambo ya ajira. Mimi nimetoka Mombasa. Familia yangu imetoka Mombasa. Mimi nimezaliwa na nimelelewa Nairobi. Kenya Ports Authority kwa mfano. Saa hii unajua watu wa Mombasa wafaidiki makazi huko. Wanafaidika. Hiyo ni mada ambayo tutakuja kuizungumzia siku nyingine. Nikupe nafasi kuzungumzia swala la Gen Z, maana yake nimebaki na dakika kama 5 tu hivi. Hivi Gen Z ni kikwazo sana kwa marais wa Afrika Mashariki mpaka wanataka wapigwe mikwaju? Hapana. Na demokrasia ya Kenya imesonga mbele sana, na nataka kuambia Gen Z na vijana wa Kenya wasiogope. Waingie katika mambo ya kuchanganua siasa ya Kenya, participate kabisa, na hakuna mtu atawapiga mijeledi ama kuwafunga. Kwa sababu ukweli ya kwamba ni kuna majenzi wana support serikali wengi tena sana, na kuna majenzi wako pande ya upinzani. Kwa hivyo ukisema unapiga jenzi gani? Na ukweli ni kwamba hata kwa workspaces zetu tumeanza kumodify, na ule mtu anasonga mbele anaanza kutengeneza utendakazi akiangalia generation ya Gen Z. Vile wanafanya kazi, vile wana innovate, vile wanafikiria. Na mimi najua rais ako na agenda
ya kuempower Gen Z. Sisi watu wapigi, tumeleta Nyota, hiyo ni program ya kusaidia Gen Z. Tumetengeneza digital hubs, hizo ni mambo ya kusaidia Gen Z. Tunatengeneza ajira nje ya nchi, ni mambo ya kusaidia Gen Z. Na kila mwaka serikali ya Kenya inatengeneza 1 million jobs kupitia sectors zote. Sisi tunaangazia kusaidia Gen Z. Unaweza kuwa leo hujapata, lakini utapata. Ama enda ukue unaangalia kupata. Kwa hiyo mimi sikubaliane na rais mwingine, na mimi niko na jukumu ya kuongelea mambo ambayo rais wetu amesema. Sisi tuna support the young people, the Gen Zs of this country, na wako na ruhusa ya kuongea. Na tunajua rais na serikali ya Kenya itaendelea kuprovide avenues ya Gen Z kujiongelea, ya kuongea na kuweka mambo yao wazi. Kwa hivyo hakuna wasiwasi ya mambo ya Gen Z. Ni watoto wetu na tunawataka waendelee. Yote 9-10 Suleiman, sisi tunaalika maendeleo. Kama hiyo fikra ya kuweka hiyo refinery tumefurahi na ni kitu itatusaidia definitely. Lakini kuna vitu vingine ambayo tukiamua kama serikali generally. Mimi siongei kuhusu rais. Unajua mimi nakosoa serikali kama serikali. Umeelewa? Kwamba kama tutaendelea kufanya decisions na maamuzi bila kuzungumza na sisi, kama angetuambia sisi tungemwambia bwana tunatafuta ajira, tuletee hiyo refinery Kenya. Unaelewa, kama mayouth kusema ukweli, so kuna mambo mengine tusiamue tu na bila kufikiria yule mwananchi wetu Mkenya, kwa sababu kama vile umesema rais wetu ako pale kutetea maslahi yetu kama Wakenya, umeona? So sisi kama Wakenya tunaona mbona ameipeleka nje ambapo ingetunufaisha sisi kama Wakenya. Lakini African decision, si decision ya Kenya. Tumalize mjadala huu. Kauli yako ya mwisho ni ipi? Mimi kauli yangu ya mwisho, mimi sana nataka kuzungumzia mambo ya masomo. Mimi najua kwamba tukianza na masomo ikuwe sawa, kila kitu kingine itakuwa sawa. Hata hii mambo tunaona mambo ya corruption, kama watu wataelimishwa na wafundishwe vizuri, hatutakuwa mali tuko. So kwa hivyo nasisitiza sana kwamba serikali lazima ipatie masomo kipaumbele. Shukran sana Bwana Suleiman. Asante. Kauli langu la mwisho ni kusema kama Wakenya tuko na jukumu la kuchangia maendeleo ya taifa, na kila mtu awajibike mahali yako. Kama we ni mwalimu, utaenda kazi wako kuwa unafaa. Kama jana tuliona waziri wa public service alienda Garissa, akapata kwa regional office ni mfanyikazi mmoja tu alikuwa akoko pale. Kwa hivyo kama sisi hata wafanyikazi wa serikali tumeajiriwa na tumepewa jukumu na serikali kuwahudumia wananchi, na lazima tuwajibike. Kila mtu awajibike mahali yako, na tuweke positive mind. Sisi kama wananchi tuko na jukumu la ku-inspire our children and the future generation. Na tuwezi kuwapatia motisha kama tunaangalia tu mambo na kuweka mambo negatively kila siku. Lazima tuonyeshe watoto wetu kuna kesho. Na Kenya tuhami. Rais William Ruto akimaliza miaka yake 10 bado tutaendelea kuwa hapa na tutapata rais mwingine na tutaendelea vizuri, lakini lazima tukue positive in our thinking. But yote 9, Kenya is a good country, na tumefanya very good steps towards development, na to take time ku appreciate kama kufurahia zile steps tumemika. Hata kidemokrasia ndio unapata linda wananchi wanaongea, linda ground wanaongea, na serikali bado inafanya kazi. Asante sana. Ni Stephen Ngari Makindu. Inaonekana nikimwacha azungumze anaweza zungumza mpaka mahali ambapo Dennis Aseto itamwambia bwana muda wako umefika, ondoka sasa, wacha niwapashe wanahabari taarifa. Kwa hivyo ni Stephen Ngari Makindu ambaye ni mchanganuzi wa siasa, vile vile ni mwanabodi katika bodi ya mawasiliano ya Kenya, na vile vile nimshukuru sana Haji Omar ambaye ni mchanganuzi wa siasa, mtaalamu wa elimu, ambaye nimekuwa naye hapa studioni kuzungumzia masuala haya yanayofungamana na mustakbal wa taifa. Kufikia hapo mimi sina la ziada, na nikushukuru mtazamaji kwa kutazama yanayojiri wiki hii. Kufikia hapo ndipo tunapolikunja jamvi la yanayojiri wiki hii. Tuungane tena kwenye yanayojiri Jumatatu. Kwa heri, baki na wingi wa heri. Salamu alaikum. Naitwa Suleiman Yeri.